Mambo ni aje mtazamaji wa 96 Link, kama kawaida kuhakikisha kwamba tunakuunganisha na tunakuletea story mbalimbali na mastaa mbalimbali kutokea 255. Mbele ya kamera Dogo Pattern, msanii ambaye anafanya poa kwa sasa hivi kwenye kiwanda cha music hapa nchini Tanzania. Ni aje? Fresh kaka, kwema? Shwari. Namshukuru Mungu. Uko vizuri? Namshukuru Allah. Poaji ni mwingi sana. Bwana tupo kaka. Bana ni noma sana, miaka inaenda sana. Nakumbuka mwaka jana mwezi kama huu ulikuwa unakuja sana hapa ground. Kipindi hiko ulikuwa bado, ilikuwa ni mwezi wa 3 and then nakumbuka ulitokaga mwezi wa 4 rasmi kabisa na collab ilikawa kubwa na nini, lakini kipindi hiko ulikuwa unakuja hapa, lakini sasa hivi umekuja kama msanii. Kwanza unajisikiaje moment kwamba mwaka jana ilikuwa hivi na mwaka huu imekuwa tofauti? Bwana, cha kwanza mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi hii nilofika, kwa sababu wapo wengi ambao wanatamani kufika hapa nilipokuwa mimi, lakini bado hawajapata bahati hiyo. Nikienda kwenye ma event mara nyingi natamani kile kitu kizuri alichokifanya mwenzangu na wishi siku moja niwe mimi. Kwa hiyo hata nilivyokuwa kwenye Ramadhani Cup iliyopita ile, nilikuwa nasema siku moja na mimi nitaingiza timu. Au sio bwana? Kweli Mungu kanisikia kilio changu, nimeweza kuingiza wanangu wa mtaani, tunapambana. Yeah. Umeingiza timu. Watu wanajiuliza kwamba Pattern kumbe pia kwenye mpira yupo. Mimi nacheza mpira. Yeah. Namba ngapi? Meza namba 6, namba za mbele 6, 9. Yeah. Mchezaji gani Bongo ambaye anayekushawishi ama anayekuvutia uchezaji wake? Bwana, mimi namkubali Aweso. Yeah. Ndio mtu ambaye anakufanya na namba ambayo anaipiga ni hiyo 6-8. Yule si kiungo kiboko yule. Anaoma sana. Kwa hiyo nawe pia ni kiungo? Yeah, namkubali sana. Bana ni noma sana. By the way, hongera sana. Umekuwa ni msanii ambaye una consistency tangia ambapo ulivyoanza kuchomoza mpaka leo hii unaendelea kuuasha. Ni kitu gani hasa ambacho cha tofauti Dogo Pattern ambacho anacho mpaka leo hii tangia ambapo mwezi wa 4 ulivyoanza kutoka mpaka leo hii uko nayo? Bwana, mimi sina kitu cha tofauti, au sio bwana? Kikubwa ni kuishi tu na watu vizuri, kuheshimiana, kufuata misingi yako, na imani hicho ndio kitu ambacho nakizingatia mimi mpaka leo hii nilipofika hapa. Yeah. Wanasema kiwanda kina mambo mengi sana, kiwanda cha music. Pengine ulishaye kwenye huu mwaka mmoja ambao huko kwenye game rasmi kabisa, ulishaye kukutana na mambo ambayo ukasema kwa hiki kiwanda kigumu? Kwa upande wangu, kwa kuwa nilikuwa sijakutana nayo, naweza nikasema ni makubwa, lakini kwa DC naweza kusema ni madogo, kwa sababu naona ni madogo kwa sehemu ulipofikia. Kwa hiyo yapo nayokutana nayo, lakini sio makubwa kivile, ni changamoto. Sehemu yote kwenye riziki lazima pawe na changamoto kidogo. Kama yapi hayo labda madogo? Hamna, kuna vitu tu vinatokea unaona vinakukwaza au unamkwaza mtu. Yaani changamoto mimi naweza nikamletea mtu changamoto naye kaniletea changamoto. Kwa hiyo ni jumla changamoto zote hizo. Yeah. Bwana ni noma sana. Ramadhani ndo kama hivi, wasanii wengi huwa wana stop kuachia kazi zao. Labda utakuta msanii anaachia kazi labda ikiwa ni kazi yenyewe tu ya mwezi husika, labda anatoa nyimbo ya Ramadhani. Wao kufikiria labda mimi kama msanii pia nije na project labda ya Ramadhani? Hapana, sijafikiria bado. Yeah. Mwakani labda hivi tutegemea? Inshallah. Yeah. Bwana ni noma sana. Dogo Pattern, umekuwa na maneno mengi sana watu wanazungumza kuhusiana na wewe. Na wewe ni msanii ambaye watu wanapenda namna ambavyo unyenyekevu wako, jinsi ambavyo ulivyo, au sio bana? Ukikutana na bad comment za mashabiki, wewe huwa unajisikiaje? Labda unapita mitandaoni unakutana na comment mbaya kwamba Pattern yuko hivi, Pattern yuko hivi, huwa unazichukuliaje hizo? Unachukulia kama changamoto au unachukulia tu kitu cha kawaida? Kwa katika kitu ambacho kikanitoa kwenye kikaniharibia saikolojia yangu ni kuhusiana na masuala ya mtandaoni, kwa sababu hata sasa hivi wapo watu ambao wanaingia hadi mambo ya dini kwa sababu ya kupata likes na comment, au sio, na followers. Kwa hiyo sishangai mimi mtu kunisema vibaya ili mradi apate likes na comment. Kwa hiyo hayo mambo ni yapo tu kwenye mitandao na ataendelea kuwepo. Yeah. Kuna baadhi ya wasanii ikitokea mtu akimsema, yani umesemwa vibaya na mashabiki, unalima block. Wewe uko na design hiyo kwamba mtu akikusema vibaya unamtia block? Hapana, siwezi kufanya hivyo, siwezi. Kwa nini? Siwezi tu. Au unaogopa ile? Yaani kwa sababu akasema vibaya kaona kabisa kile kitu ninacho. Kwa sababu mara nyingi mtu akikwambia ukweli lazima ukuume, na ukikuuma ujue huo ndio ukweli wenyewe. Kwa hiyo nikihisi kimeniuma kile kitu sitomblock, japokuwa nitaumia, nitasema mshikaji kanitukana, lakini mbele za watu nitaonyesha. Yeah. Sasa hivi kwenye cycle yako ambayo unazunguka nayo, tunaona wasanii unakuta labda mtu ana cycle kubwa. Wewe cycle yako ipoje unazunguka nayo?
Mimi ni wanangu wa mtaani ambao wale nilikuwa nao siku zote na ndo wale. Kwa sababu wao wenyewe wanatamani kuwa wakubwa na mimi lazima nitembee nao kwa sababu mara nyingi tunakutana na watu wakubwa sehemu tunapotembea. Kama wewe mtu mkubwa hapo, mwanangu asingekujua bila pasipokuwa na mimi. Yeah. Mchongo wa bodyguard vipi msanii kama wewe, msanii mkubwa unajua wa Singeli, alafu ile tunaona lokoloko tu mabodyguard nini, au unaga mbanga hizo? Cha kwanza huu mwezi mtukufu, mwezi wa Ramadhani, imezoeleka yani sio imezoeleka, ndo itifaki yetu Tanzania ni watu wa amani, au sio bwana? Kwa hiyo kutembea na mabodyguard tena kitakuwa sio kitu kizuri. Sina utajiri hata wa milioni 2. Nitembea na bodyguard ni kitu ambacho kiwezekani. Kwa hiyo mimi niko tu na wanangu, lakini sidhani kama kuna mtu anaweza kanifuata kwa nia mbaya kwa kutaka kunizuru. Una utajiri hata wa milioni 2? Utajiri wako kwa sasa hivi shilingi ngapi kama una utajiri wa milioni? Yaani elangu nikutajia naweza ukacheka. Tuendelee na maswali mengine. Yaani elangu mimi kwa sababu mimi naishi kama Watanzania wengine wanavyoishi utaratibu wao. Nitoke ndo nile. Kwa hiyo mimi nisipotoka siri, akibangu naweza kama mfukoni na buku, au sio bwana? Kwa hiyo mimi nikikaa ndani siri mpaka nitoke. Yeah. Kwenye huu usanii wako ushai siku uko umekaa ndani hauna hata 100 mfukoni ama una hela ndogo kabisa, lazima hii noma sana? Bwana, kwanza iko kitu kipo. Na nikajifunza kitu kimoja kwamba kuna kitu kinaweza kikaja na kikaondoka muda huo. Au sio bwana? Nilikuwa nina kama laki ndani. Nikaenda kununua nguo zote. Yaani hela nikanunua nguo, hela yote nikanunua nguo. Nikabakiwa sina hata 100 ndani. Nikasema yaani kumbe unaweza kuwa na hela nyingi zikaondoka kwa muda mchache kutokana kitu chochote kile. Kwa hiyo nikajifunza kumeki, hata nikiwa na 10,000 nitameki 2,000 ili mradi likitokea la kutokea ile 2,000 nisaidie. Kwa hiyo uaga naishiwa kabisa na nikiishiwa ndio huwa najua marafiki wa kweli. Kuna mtu kabisa anahisi huyu sasa ndo msaada wangu, lakini siku napoishiwa anakuambia tunakutumia, inakuwa shughuli. Hapo kwenye marafiki wa kweli wanasema wasanii mara nyingi huwa sio marafiki wa kweli. Hilo ni kweli ukiwa kwenye kiwanda hiki cha music? Asili ya wasanii wanaishi kwa unafiki, tunanafikiana. Yeah. Wewe pia ushawahi kunafikia? Hapana, mimi sijawahi, lakini naona mara nyingi wanafikiana kwa sababu wote tupo kwenye game moja. Sitoridhika mimi uende viral wakati na mwenyewe nipo. Kwa hiyo ukienda viral mimi lazima nichukie. Yeah. Lakini wewe ikitokea labda msanii mwenzako mnafanya wote Singeli akaenda viral, wewe utalichukuliaje? Utalichukulia kwa upande mzuri ama kwa upande? Bwana, cha kwanza mimi nafurahi kwa sababu ndio inanipa challenge. Kwa sababu ile inakupa challenge na inakupa motisha kufanya vizuri zaidi. Kwa sababu hutokubali mwenzako akupite wakati wewe mwenyewe unafanya game lile. Lakini kwa sisi hapa underground. Lakini kwa wadogo huko vitao, kwa wakubwa vitao ni kubwa sana. Yeah. Nikikwambia kwenye upande wa Singeli, wewe unajiweka namba ngapi kati ya wasanii ambao wanaofanya poa? Maana pale kuna Dula Makabila anajiita ni mfalme wa Singeli, kuna kina Balaa MC, kuna kina nani. Wewe nikikwambia bwana Dogo Pattern, unajiweka kwenye kundi gani la Singeli? Bwana, mimi siwezi nikajiweka kwenye kundi lolote lile kwa sababu mimi bado mdogo. Hata miaka 2 sina, nijipe ukingi tena. Sintaonekana mtu ajabu, kwa hiyo napambania nafasi yangu, nikifika sema napohitajika inshallah. Yeah. Tumaliza na hili hapa. Juzi kati kulikuwa na mjadala kidogo, mtangazaji wa kituo cha radio cha East Africa, Rich Msafi, alizungumzia kuhusiana na wasanii wa Singeli wana ushamba fulani hivi, na kupitia kwenye 96 link nilipandisha chapisho moja pale, ukaenda kucomment ukasema hii imeniuma sana, au sio bana? Na kwenye maneno ambayo alizungumza Rich Msafi alisema kwamba wasanii wengi wa Singeli wamekuja kuhiti hapa Planet Bongo, akakutaja wewe pia mfano wake, umeenda pale kuhiti Planet Bongo. Akasema Somba nikutana na Dogo Pattern nimuulize kuhusiana na hili. Kauli ambayo aliongea Rich Msafi kuhusiana na wasanii wa Singeli, wewe ulipokeaje kama msanii wa Singeli? Bwana, cha kwanza Rich Msafi namkubali sana, au sio bwana? Ile kauli yake kiukweli ilituuma sisi kama wasanii wa Singeli. Na kitu kikukuuma ujue basi ni kweli. Kweli sisi wasanii wa Singeli ni washamba. Tunachelewa airport, mmoja wao ni mimi. Mimi pia ni mshamba, au sio bwana? Lakini alichokesea ni kitu hiki kimoja. Kuna lugha ya kumrekebisha mtu asirudie tena kufanya lile kosa, au sio bwana? Endapo leo hii akasema, akaamka tu akasema wasanii wa Bongo Flava ni washamba, na kuahidi hatopata tangazo hata moja
akisema hivyo. Kweli sisi wasanii wa Singeli tulikosea, lakini kuna hali angetumia kutuelekeza, kwa sababu leo hii kuna bosi anataka kuweka pesa kwangu, hapo akasikia wasanii wa Singeli ni washamba, yani kwenye kila kitu wanachelewa, bosi hawezi tena kuweka hela. Kwa hiyo pengine palikuwa na mchongo umeondoka kwa sababu ile kauli. Kwa hiyo alituambia ukweli na tunashukuru, na tutajitahidi kuacha huo ushamba, au sio bwana? Lakini angetumia lugha nzuri kutuelekeza sisi, ili mradi siku nyingine tusikosee. Kwa hiyo ulihit kupitia Planet Bongo? Ya, naweza kusema yes. Yeah. Ni kumbukumbu zangu zinaniambia kwamba wewe ulihit kupitia moja kati ya kituo cha television, ulienda pale kuimba kapera afande, and then Zuchu akaiona ukaondoka mjini, and then baada ya pale mbele ndo ukaenda kwenye kipindi cha Planet Bongo. So ule ulikuwa ni mwendelezo wa hiti. Kwa hiyo kuna watu wengine walikuwa wanijui, lakini wakanijua kupitia East Africa. Pia namshukuru brother zangu Rich Msafi, big up sana, na mpaka kesho ataendelea kunisupport. Yeah, asiache kunisupport mdogo wake. Tumalize na ili hapa, neno lolote kwa mashabiki zako, project zako pengine zinazofuata mbele huko, nawaambia nini? Bwana nakubali sana, na inshallah tupo pamoja katika kazi zote. Yeah. Asante. Pengine tutarajie project mpya lini? Tuombe tu uzima na uhai. Kwa hiyo iko ndio kitu kikubwa. Hizi project ni vitu vya dunia tu. Tutachange Singeli, tutaingia bongo flavor ama piano, taarabu, ama tutakaa humu kwenye Singeli. Tutajitahidi kuswitch ili nione vipi watakubali. Yeah. Bwana pamoja sana.